ili mtu amwendee dokta amfanyizie matibabu, yambidi mtu huyo ajitambue yeye ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uende kupata matibabu inakubidi ujitambue wewe ni mgonjwa. Haleluya. Yaani jambo la kwanza itakayotusababisha sisi kutoka katika upofu ni kujitambua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mathayo 20:29 tusome hapo kwa haraka. Kitabu cha Mathayo 20:29 mpaka 22:26. Kitabu cha Mathayo 22:26. Biblia inasema katika tafsiri ya neno, inasema hivi: Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakiondoka Yeriko, umati mkubwa wa watu ulimfuata. Vipofu wawili walipokuwa wameketi kando ya barabara, waliposikia kwamba Yesu alikuwa anapita, walipiga kelele wakisema, Bwana, Mwana wa Daudi, tuhurumie. Amen. Soma 34. 34. Yesu akawahurumia na kuwagusa macho yao, mara macho yao yakapata kuona, nao wakamfuata. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema kujitambua kama wewe ni kipofu. Ndiyo jambo la kwanza. Mathayo 20:29 hadi 34. Kulikuwa na vipofu viwili kando ya njia. Yesu yuko katika msafara wake wa kuelekea Yeriko. Hao vipofu walipiga kelele, watu waliwanyamazisha. Lakini Yesu aliposikia akageuka. Alipogeuka akaweza kuwagusa macho na akawaponesha. Bwana Yesu asifiwe. Kilichowasaidia hao ndugu ni kujitambua kama tuko vipofu. Walijitambua kama ni vipofu, ndio kilichowasaidia. Wakasema kwamba tunataka tupone, na wakuishia hapo na wakamfuata Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama vile wewe na mimi, shida nini? Hatujitambui kama tuko vipofu. Angalia misemeo yako, angalia mitendeo yako, jinsi unavyotembea. Inampendeza Kristo? Unaishi kalenda ya Mungu? Shida kujitambua. Ukijitambua tu ujue kwamba Mungu atakusaidia. Jitambue kama wewe, kwa kuwa unajijua mwenyewe. Kuna msemo wa Waswahili wanasema kwamba mti mwenye matunda ndio unapigwa mawe. Si ndio hivyo? Haleluya. Na ni kweli kabisa, mti mwenye matunda ndio unapigwa mawe. Lakini sikia nikwambie hekima hii. Kuna mawe mengine ni ya kubali uweze kupigwa hayo mawe. Kwa nini? Huenda nyoka anaweza kuwa juu ya mti huo, na huyo nyoka anajificha kwa ajili ya kuweza kumkanyata matunda yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana yule mwingine anakusaidia kwa kupiga majiwe ili ile nyoka iweze kuanguka, ili matunda yako yawe salama. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoko ndani yako kibaya, ndio maana wewe unapigwa mawe. Anapenda yale matunda yako yasalimike, anapenda huduma yako isalimike. Wewe ni mbaji, tena unanywa pombe, unaenda huko, unafanya washerati na kadhalika. Mungu atusaidie sana. Naweza kuwa hole siku moja usimame hapa, niambie ndugu fulani teishe, hatupo naye tena, tunamtenga. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Ni kweli kabisa, katika mjana kuna mambo mengi, lakini tumuombe Mungu atusaidie katika safari hii. Haleluya. Tuache kujifanya watakatifu kupendezesha watu, tumpendeze Mungu. Jitambue mambo unayofanya yanakupeleka katika kuanguka upofu, utakuangusha shimoni. Amen, amen.
Haleluya. Lakini nikwambie kuna wengine mawe ambayo inapigwa kwa sababu tu ya kukunyang'anya kile ambacho kiko ndani yako, kuangusha kile ambacho kiko ndani yako. Haleluya. Simama vizuri na Mungu. Hata wakina Sanbalati wa Tobia wasimame na huko vizuri na Mungu. Acha kutetemeka huko na lialia nini? Imeshaondwa, imeshatabino, imeniwetetabino. Wewe simama tu vizuri tu. Hata yule anakucheka na kutukana kupigia mawe atashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Musa akamwambia Kora, twende mimi na nani aliyetu. Haleluya. Kanisa lipone. Angalia kanisa linavyoelekea, inaelekea wapi? Tujitambue. Wanatutazamia huko. Sisi ni mwangaza wa kuangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kutubu na kuziacha njia zetu mbaya. Kutubu na kuziacha njia zetu mbaya itasaidia sisi kutoka. Ndio maana Balaamu alipokuwa anaanguka, alipokuwa anamuona ule malaika, alianguka kifudifudi, akasema Bwana, nimekutenda dhambi. Akajitambua kusema ametenda dhambi. Akaanguka chini. Kama ikupendezi basi nitakutia Mungu. Lakini mwambia hapana, nenda. Na lolote utakalo kuambia ndio utakalo mwambia huyo malaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine la mwisho tunasema kwanza, kujitahidi sana kutembea katika nuru, na nuru yenyewe ni Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Jitahidi sana kutembea katika nuru, na nuru yenyewe ni Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu kinaganaga, utakuwa na nuru kwenye njia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma ile Yohana 8:12 nakwambia kwamba Yesu Kristo ndiye nuru. Ukisoma ile Isaya 9:2 pia utapata habari kama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumkubali Yesu Kristo na kutembea kadiri apenda. Hasara ya kutembea katika nuru, hasara ya kutokutembea katika nuru, kuanguka shimoni. Utaanguka shimoni kwa sababu uko kipofu. Hasara ya pili, kupelekwa na giza. Kupelekwa na giza. Tunapelekwa kanisa heshima sungo mingi. Hiyo ni hasara. Tusimame imara wana wa Mungu. Na jambo lingine nasema ni kukosa maisha ya milele. Kukosa maisha ya milele. Wakina Kora walishuka kuzimu wazima. Walipoteza. Walikuwa katika safari, lakini kilichotokea ni hasara. Na hakuna hasara bila faida. Faida ya kwanza kujua nzuri, faida ya kwanza ya kutokutembea katika maisha ya upofu ni kujua jinsi njia nzuri ya kupitia. Ukiwa unaona, je, unaweza kuvuka shimoni? Ukiwa unaona, unaweza kujikwaa? Mungu atusaidie sana. Na njia hiyo ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Yohana 14:6-7. Filipo anamwambia Bwana, tuonyeshe njia. Lakini akamwambia mimi ndiye njia ya haki na uzima. Amen. Amen. Kuishi kalenda ya Mungu, ishi kalenda ya Mungu. Na faida ya mwisho, kufika salama uko Kanaani ya mbinguni tu. Haleluya. Amen. Sio wote waliotoka Misri waliofika Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio wote, na sisi tunaweza kuwa hivi wengi, lakini hatutafika sisi wote. Lakini nani anajua kwamba mimi nitafika nisitofika? Tumuombe Mungu atusaidie sana ili tuweze kutoka huko. Hitimisho, tusome Yohana 3:19-21.
3:19 21. 19:21. Kitabu cha Yohana sura ya 3:19-21. Na hukumu yenyewe ndiyo hii, mwanga umekuja ulimwenguni, lakini watu wamependa giza kuliko mwanga, kwani matendo yao ni maovu. Kila mtu atendaye maovu anauchukia mwanga, wala haji kwenye mwanga, maana hapendi matendo yake maovu yamulikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni andiko iko clear ya Wafaransa wanasema iko vizuri kabisa. Lakini neno hili fupi linakuja ndani yako uweze kujiangalia kusema kwamba niko gizani. Shida hamtaki mwanga uweze kuaminikia. Unaposikia neno la kweli, hasira ya nini? Acha hasira, furahi kwa kuwa pondeka moyo. Mungu atakupenda kwa sababu wewe ni mnyofu mbele zake. Amen, amen. Amen. Neno linapohubiriwa, aenda Mathayo, niongee sio Luka sasa. Yote tunafanya kwa utukufu wa Mungu ili tuweze kujua kipi tunachotakiwa kufanya. Ndio maana hii faida ya mwisho tunaambia kwamba kuelekea kufika salama katika Kanaani ya mbinguni tunapoelekea. Ni nani ajuaye kesho yake? Acha mwanga wa Yesu Kristo ikumulike katika shida na dhambi unazozifanya ili uweze kutembea katika mwangaza mzuri na ufike Kanaani ya mbinguni. Haleluya. Tusimame kanisa, tumuombe. Simama kanisa. Tumwambie Mungu, atupe macho tuone. Nipe macho tuone. Nipe macho tuone. Mungu atupe macho. Mungu atupe na tuangazie ili tuweze kufika Kanaani. Ndugu zetu ambao tulikuwa nao kuimba nao hawapo tena. Ameisha. Lakini angechua kalenda na ratiba ya Mungu, huenda asifanye vile. Lakini wewe mwenyewe angalia kitu. Ikiangalia faida kwetu. Tumuombe Mungu tutoke katika upofu kwa sababu tuweze kufika huko tunakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshaji patio. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.